Bodi inatambua juhudi za serikali ya awamu ya 6 katika kuinua sekta ya elimu na maarifa hapa nchini chini ya kauli mbiu ya kazi iendelee. Hivyo itaendelea kuimarisha huduma za maktaba kwa maendeleo na maslahi mapana ya taifa letu. Bodi sasa inajipanga kuendeleza inaiomba serikali kuendelea kuongeza ruzuku ili kuboresha tehama kama tulivyosema kwa maktaba zilizobaki, zilizofikiwa nimesema ni ngapi? 12 tu, ikiwemo ya maktaba kuu. Kwa hiyo tunaendelea na tumepanga kwa kweli bajeti kwa mwaka huu wa fedha pia tumetengea kwenye eneo la tehama kwa maktaba zilizobaki, lakini kupanua huduma za usomaji hadi vijijini. Maktaba jamii zinazokuja zinaenda kugusa maeneo ambayo maktaba hazipo. Labda nitoe ufafanuzi. Kwa maelekezo ya wizara yetu ya elimu, wizara mama, maktaba hizi sio lazima kuwa na jengo lako kama bodi, kuwa na majengo. We have too many majengo kama serikali. Kwa hiyo majengo ya VETA, majengo ya FDCs, Focal Development Colleges, majengo ya vyuo vya maendeleo ya jamii, majengo ya shule, majengo ya vyuo vya kati yanaweza yakatumika kama sehemu ya kupeleka maktaba, huduma za maktaba kwa jamii katika namna ambavyo itakuwa imepangwa ili kuruhusu jamii ku access. Mimi ninatokea Korogwe na pale kwetu tuna maktaba kongwe kabisa, maktaba ya chuo cha ualimu cha Korogwe. Maktaba ile imekuwa ikat not only for the needs of that community ya chuo, lakini shule zote pale watoto wamekuwa access ile maktaba. Na tunaona haya ni maendeleo makubwa. Kwa hiyo serikali, mwelekeo wa wizara ni mzuri kwa maana tunakwenda kupunguza gharama za ujenzi, lakini tayari majengo yapo. Nitoe wito pia katika kutumia utumiaji majengo ya halmashauri. Halmashauri pia zina majengo mbalimbali ambayo yanaweza katoa kwa ajili ya kuweza kutoa huduma za maktaba. Mliona rundo kubwa sana la maboksi pale ya vitabu. Hiyo ndio kazi yetu. Sisi ni wachakata maarifa. Lakini maarifa tukishachakata sio yetu, ni kwa ajili ya nchi, ya wananchi. Kwa hiyo tungependa sana tuwafikishie maarifa haya huko. Na vitabu vingine katika mwaka huu wa fedha 24-25 tunaendelea nao vitakwenda kununuliwa. Hivi ni vitabu vya ziada. Acha vile vitabu vya curriculum, vitabu vya mitaala. Kuna vitabu vya ziada ambavyo tunavinunua direct kutoka kwa wachapishaji wa ndani kupitia mifumo ya ununuzi na kuweza pia kuifikisha. Sasa hivi tumegundua kwamba katika mashule yetu usomaji unapungua kwa sababu watu vitabu vya watu wanasoma tu, vitabu vya kujibia maswali ya mitihani, hamna zile hadithi tulizokuwa tunaziona tena zamani katika maktaba za shule. Hakuna burudani, usomaji, wanasema reading for leisure, hakuna tena katika maktaba zetu au zimepungua au kama vipo basi ni vya zamani sana. Tunataka kufufua ule utamaduni wa kujisomea kwa kupeleka machapisho haya. Kwa hiyo nitoe wito kwamba tunaomba halmashauri za mikoa, wilaya tuweze kupatiwa majengo kwa ajili ya kutoa huduma hizi, tuweze kuwaletea machapisho wananchi, waweze kuwa na access na knowledge ambazo zipo hapa katika maktaba kuu ya taifa, lakini zitawasaidia katika mambo mbalimbali ikiwemo wenyewe kujiendeleza katika kusoma, kupata maarifa, lakini pia katika kujiweka sawa katika soko la ushindani wa ajira. Bodi hii inaitwa Bodi ya Huduma za Maktaba Tanzania kwa sababu iko mikoa yote ya Tanzania. Na kwa bara na kwa upande wa visiwani kuna Bodi ya Huduma za Maktaba Zanzibar. Kwa hiyo hii hapa overseeing ni katika mikoa 22, lakini kuna maktaba 19 za wilaya na nyingine chache za tarafa. Jumla tuna mtandao wa maktaba 43 nchi nzima. Matumizi haya yameongezeka kutoka shilingi za Tanzania bilioni 1.7 kwa mwaka 21-22 hadi kufikia bilioni 6.5 kwa mwaka 24-25. Hili ni ongezeko ya zaidi ya 280%. Japokuwa kulikuwa na upungufu wa 16.5 kwa mwaka 22-23, matumizi yaliongezeka kwa 140.9 kwa mwaka 23-24 na 90.7 kwa mwaka 24-25.
Ongezeko hili linaendana na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 kwenye maeneo ya tehama, ununuzi wa vitabu na vifaa, shughuli za usafirishaji wa vitabu hivi mikoani na kwingineko kwa wadau mbalimbali, lakini pia na kudumisha miundombinu ya maktaba hizi. Kama tunavyojua, maktaba hizi nyingi ni za miaka ya tangu enzi za Mwalimu Nyerere, kwa hiyo nyingi zimekuwa na hali ya uchakavu. Kwa hiyo serikali imeendelea kutoa ruzuku hizo kwa ajili ya kuziendeleza.